Maji ni mojawapo ya mahitaji ya msingi kwa binadamu. Mary Wanjiru ni mkongo wa miaka 62 katika kitongoji duni cha Kayole, Soweto, jijini Nairobi, Kenya. Wakati niliingia Moroto, maji haikuwa hapo. Naketi natuma wanawake wananiletea maji. Kwa maana mimi nilikwambia sina uwezo ya kujibebea mtungi. Kwa maana mtembea na pimbu iko hapo. Walikuwa wanataka kuweka upande ya nje. Nikawaambia sio mzuri. Mkiweka huko nje mimi siwezi kushughulika naye kwa maana sina nguvu ya kutembea huko nje. Waingize ndani ya nyumba. Hawakukataa. Kudhibitisha athari ya kuwepo na maji katika mtaa huu wa mabanda, nilizuru kliniki ya Kayole, Soweto na kuzungumza na muuguzi mkuu. Sasa tangu 2010 hatujapata mambo ya kolera. Imekuwa kwa miji zingine hapa Nairobi, lakini hapa kwetu hajafika. Na hivyo tumeona ni 100% tumepokea kutoka kwa hii mambo ya maji. Bila shaka maji ni uhai. Huu ni mtaa wa Kayole, Soweto unaopatikana mashariki mwa jiji la Nairobi. Kulingana na takwimu za Benki Kuu Duniani, 90% ya wakazi wanapata maji ya mifereji moja kwa moja hadi kwa nyumba zao. Huu mradi ni wa manufaa sana na tunashukuru World Bank na washikadau wote kwa sababu ya kuleta mradi kama huu. Usimamizi wa mradi kama huu una changamoto zake, lakini wakazi wanajibika kivipi? Mwakilishi wa Benki Kuu ya Dunia katika mradi huu wa maji na usafi wa mazingira anatueleza zaidi. Yaani hawa wakaaji wanaweza sasa jisomea mita zao wanapotaka bila gharama na kutuma katika system ya SMS. Hizo readings wamejisomea wao wenyewe tu vile wamefunzwa na tumefunza na Nairobi Water. Na hapo wapata bill hapo. Na kwa hiyo mradi huo jisomea mita wakilipa maji waliotumia, walipa ule mkopo walikuwa wamepatiwa katika vipande vidogo kwa tuseme hiyo miaka nimesema 2-3 hivi. Mradi huu unalenga pia kusambaza maji safi katika miji mingine 13 nchini Kenya ifikapo mwaka wa 2035. Utaenda sambamba na ule wa kujenga mabomba ya kuondosha maji taka katika miji ya mabanda nchini Kenya. David Wafula, BBC, Nairobi.